hapo cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai Wakolosai sura ya 2 anzia mstari wa kwanza hapo hadi mstari wa 5. Wakolosai 2 mstari wa kwanza hadi 5. Sawa. Biblia inasema, ndio, maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyokuwa juhudi yangu. Maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyokuwa juhudi yangu nilionayo kwa ajili yenu, na kwa ajili ya wale wa Laodikia, na wale wasioniona uso wangu katika mwili, ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, na uzuri wa Mungu jinsi ulivyo, yaani Kristo, ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimestirika, Yani unajua Mungu anakupa kwanza hekima, anakupa maarifa ili ujitambue wewe ni nani, unayemtumikia ni nani. Endelea mtumishi. Nasema neno hili mtu asije akawadanganya, kwa maneno ya kuwashawishi, maana nijapokuwa sipo kwa mwili, lakini nipo pamoja nanyi kwa roho. Wakati mwingine mwanadamu anayafanya akihisi kwamba Mungu hamuoni, kumbe Mungu yuko pamoja naye. Nikifurahi na kuona utaratibu wenu na uthabiti wa imani yenu katika Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ya mwanadamu anaweza akafanya mambo mengine kwa ujinga alionao, akahisi ni kama ni yeye tu na yule mwanadamu anayeangalia, lakini yeye Kristo anasema utayafanya yote, lakini jicho la Yesu linakuangalia. Roho Mtakatifu unaishi naye anaendelea tena, anakaa mbali, anakaa pembeni, anasema huyo hapana, si wa kwako. Unayefanya kama wewe ni kutabana, utaishia pekee. Kama wewe ni msisi, utaishia kufanya uzinzi wako. Kama wewe ni mdosi, utaishia kudoka. Ni lazima tuishi maisha ya kupendeza, maisha matakatifu yanayompendeza Bwana. Si vile fanya mambo yako yote. Jamani, asiyeuona utamu wa Yesu, hebu autafute kwa bidii. Asiyeuona uzuri wa Yesu, hebu autafute kwa bidii. Hapo ndipo atakaposema, kumbe mama, nilikuwa nimechelewa, ningejua toka zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi hujawahi kuona mtu ameokoka alafu akifikiria ile maisha aliyokuwa nayo nyuma, anasema kumbe kwa Yesu ni kuzuri namna hii? Yaani anajiuliza, anasema nilikuwa nimechelewa mimi jamani. Hivi ningejua, si ningeokoka bado niko kijana. Sasa ulichelewa. Pengine amekupoteza mali mengi, kaisha poteza pesa nyingi kwa wakamba wake, amehangaika kila mahali, lakini kumbe ndo anakuja kukumbuka sasa kuona uzuri wa Yesu, na akiwa ndani ya Yesu kumbe kuna uzuri wa namna. Maisha Kristo
kuwa na maisha mapya katika Kristo. Tuangalie, tufunue hiyo sura ya 3, Wakolosai hiyo sura ya 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 11. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi, sio yaliyo katika dunia hii, nchi hii isiyoelewa. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Yes. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtakapofunuliwa pamoja naye katika utukufu. Yes. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani. Mlipoishi katika hayo. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote. Hasira, na ghadhabu, na uovu, na matukano, na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmekuwa kabisa utu wa kale. Umekuwa utu wa zamani, umevalishwa utu mpya, pamoja na matendo yake. Mkavaa utu mpya, unaofanywa upya upate kufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Hapo hapana Myunani wala Myahudi, mtahiriwa wala kutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala muungwana, bali Kristo ni yote na katika yote. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi. Mtume Paulo anawaandikia waraka huo uliyeshiba, ujumbe mzuri. Sasa nini unatamani kuendelea kufanya mambo ambayo ni chukizo kwa Bwana? Maana yake tulia, mgoje Bwana, msubirie. Shida ni kung'ang'ania kupambana. Unajua wanadamu sasa hivi wanapambana kwenye maisha ya kimwili tu, sio maisha ya kiroho. Yaani mtu kuanzia Wanyamwezi wanasema kuanzia Ndiru mpaka, kama kuna mwenye Mnyamwezi angemalizia. Sasa hamna Wanyamwezi hapo. Kuna Wasukuma, kuna Waha, kuna Wahaya, kuna Wakolewe, na kabila zingine zote